Ugonjwa wa sickle cell unasababishwa na kurithi vinasaba vyenye hitilafu kutoka kwa wazazi wote wawili. Takwimu za Shirika la Afya Duniani zinaonyesha zaidi ya watoto 300,000 huzaliwa na sickle cell kila mwaka duniani. Hapa nchini kwetu Tanzania, takribani watoto 14,000 huzaliwa na ugonjwa huu kila mwaka. Hii ni sawa na watoto 14 kati ya kila watoto 1,000 wanaozaliwa. Namba hii sio ndogo, ni kubwa. Na huu ugonjwa si kama yale maradhi mengine ya kuambukizwa. Haya ni mambo ya genetic. Kwa mtu hapendi au si mtu katika maisha yake inapelekea kwenda vile, hapana. Ni ugonjwa ambao sio wa kunyanyapaa. Ni ugonjwa ambao wa kupokea, lakini kupambana nao namna jinsi ya mtu kuishi katika mazingira ya usalama. Inaiweka Tanzania sasa kama nchi ya 4 duniani kwa idadi kubwa ya wagonjwa wa sickle cell. Nyuma yake kuna Nigeria, India na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nchi yetu ya Tanzania inakadiriwa kuwa na zaidi ya wagonjwa 200,000 wa selimundu. Takwimu zinaonyesha kuwa takribani watoto 7 kati ya kila 100 wenye umri wa chini ya miaka 5 hufariki kutokana na madhara ya ugonjwa huu wa selimundu. Sasa hizi takwimu ni kubwa, na mara nyingi hizi takwimu ni kubwa kwa sababu sisi wenyewe hatuna elimu ya kupima watoto wakiwa wadogo kujua kama wana vinasaba vya selimundu au hapana. Ni wasii sana wa Tanzania, ni wasii sana kwenye jamii, tuwe na utaalamu wa kuwapeleka watoto wapimwe hata damu ili kubaini kama wana selimundu au hapana. Ni bora kuwapima mapema wangali wadogo ili kuweza kuwasaidia kukua vyema, huku wakiwa wanachukua tahadhari zote dhidi ya selimundu, kuliko mtoto akiwa amezidiwa kabisa ndio unajua kumbe ana selimundu. Kwa hili wataalamu wa afya ni waagizeni, endeleeni kutoa elimu. Hata watoto au wazazi wanaokuja kliniki, endeleeni kuwapima ili kuona kama kweli wana ugonjwa wa selimundu, na pale wanapobainika kuwa na ugonjwa wa selimundu, hatua za matibabu zianze mara moja ili kunusuru watu wetu. Na wakati mwingine watu wanakwenda tu kwa mazoea, ni vizuri pia hii elimu ikawa ni kubwa kwa jamii. Jamii ijue ugonjwa wa selimundu kwamba ni ugonjwa sio kwamba wa kuambukizwa, ni ugonjwa ambao unarithiwa, na kama unarithiwa hakuna mtu atakaye kunyanyapaa kwa sababu hukupenda. Ingekuwa kama ni magonjwa haya yanayokuja na ngono, unasema ulipenda, lakini huu ugonjwa ni wa kuzaliwa nao. Ni vyema wataalamu wa afya kuendelea kutoa elimu hii. Hospitali yenu ya hospitali ya rufaa mkoa wa Mara ni hospitali ambayo ni salama kabisa, inatoa huduma za kibingwa na ubingwa bobezi katika fani mbalimbali, na ni moja ya hospitali ambayo ina kliniki maalum kwa ajili ya wagonjwa wenye matatizo ya sickle cell au selimundu. Kliniki ambayo imekuwepo kwa zaidi ya miaka 17, na tunatoa huduma zote, na tuna daktari bingwa wa magonjwa ya mfumo wa damu na Dr. Jamila, wengi mnafahamu, madaktari wa watoto na madaktari wengine bingwa katika sekta mbalimbali, ambao kwa pamoja tukifanya kwa pamoja tunaweza kuhudumia watoto na watu wote wenye matatizo ya sickle cell na matatizo mengine yote.